Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni rasmi katika shughuli hii ya leo ya kuadhimisha miaka 30 ya vyuo vya ufundi VETA. Mheshimiwa Adolf Mkenda, Profesa, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, waheshimiwa mawaziri wengine wote mliopo, makatibu wakuu, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa manaibu mawaziri, wabunge wakiongozwa na makamu mwenyekiti wa kamati yetu, ndugu viongozi wote, washiriki wote, assalamu alaikum. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimepewa fursa ya kuja mbele yako kwa kazi moja tu ya kutoa salamu za bunge kupitia kamati ya elimu, utamaduni na michezo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nitoe salamu za pongezi kubwa nyingi kwa serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na hasa wewe ukiwa mtendaji mkuu ambaye ndo mtekelezaji mkuu wa maono ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Serikali mmetufanyia jambo kubwa sisi wananchi, na sisi kama wawakilishi wananchi tunaona mmefanya jambo kubwa katika ujenzi wa vyuo vya VETA katika wilaya zote za nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, bunge kupitia kamati ya elimu, utamaduni na michezo tunawashukuru sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, bado mmeweka jitihada kubwa za kuweka makarakana na vifaa vya kufundishia na kujifunzia, jambo ambalo Mheshimiwa Waziri Mkuu tunaliona linakwenda kuondoa au kupunguza sana wimbi la ukosefu wa ajira nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama bunge kupitia kamati ya elimu, utamaduni na michezo tunawapongeza na tunawashukuru sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa tuna bajeti inayoendelea ambayo inatekeleza ujenzi wa vyuo 64 vilivyobaki, na tunaomba kama bunge bajeti hiyo iweze kutolewa, fedha zitoke, vyuo hivyo vikamilike, ili Mheshimiwa Waziri Mkuu, Watanzania wenzetu ambao bado hawajapata baraka ya kuwa na vyuo vya VETA kwenye maeneo yao nao wapate hiyo neema, tuendelee kunufaika kama Watanzania wote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nihitimishe kwa kusema mimi wakati nimemaliza degree yangu ya kwanza ya ualimu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niliamua kwenda VETA, na nilivyokwenda VETA nikajifunza, na nilikuwa na sababu. Lengo langu lilikuwa nipate ujuzi wa kushona viatu. Mimi natoka Lushoto, natoka Mlalo, kijiji kinaitwa Lukozi. Wakati tunasoma sisi kuanzia darasa la kwanza mpaka la 5, ilikuwa ni nadra sana kumuona mtoto amevaa viatu. Ilikuwa ni nadra sana. Kwa hivyo moja ya jambo ambalo mimi nilikuwa nalo kwenye ndoto zangu ilikuwa ni lazima nishone viatu, hasa kwa ajili ya kuwavalisha watoto wa shule. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndoto yangu imetimia, ninafanya biashara ya kushona viatu. Mimi ni mshonaji wa viatu. Lakini ujuzi huo niliupata VETA, na nina mifano halisi. Mheshimiwa Kipanga amevaa viatu nilivyomshonea, yuko hapo. Mheshimiwa Suleiman Jafo sijui kama amevivaa, lakini nimemuuzia viatu nilivyoshona mimi. Mheshimiwa Anastasia Wambura amevivaa, ni viatu nilivyoshona mimi. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi viatu hao waheshimiwa wamevipenda kwa sababu tunatumia ngozi halisi ya Tanzania, ile mliofungua kiwanda pale Morogoro. Tunachukua ngozi Morogoro, tunaagiza soli, tunashona viatu, na ubora wake mkubwa ni kwamba havina vyuma. Kwa hiyo hawa wanaoingia kwenye mageti ya airport, wanaingia kwenye x-ray, kwenye mikutano ya viongozi, kwenye bunge, haambiwi vua viatu, kwa sababu viatu viko na teknolojia ya juu sana. Nihitimishe kwa kusema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, elimu ya ujuzi ufundi ni fursa ya Watanzania wote. Fundi bomba ana fursa ya kwenda kutengeneza bomba kwa kulipwa, lakini mwanafamilia anaweza akawa ni fundi bomba na usitumie gharama kumtafuta fundi bomba. Fundi wa umeme, muda mwingine umeme unaweza kuwa pengine ni shoti ndogo tu, lakini kama mtu ana ujuzi ndani ya familia
hautumii gharama kwenda kumtafuta fundi mbali. Unaweza kutatua changamoto ndogo ndogo ndani ya familia. Kama wote kama taifa tutaamua kubeba elimu ya ujuzi na ikawa ni kipaumbele kwa kila mmoja wetu, na mwisho wa siku tutafika katika ile ndoto ya Tanzania ya viwanda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.